Karibu mtazamaji wa PMTV katika PMTV Update. Mimi naitwa Juma Idi, kwa hisani kubwa ya PMBet wananipa nguvu ya kuwepo hapa kukuletea taarifa mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya kidunia. Yafahamu mataifa yanayosherehekea Christmas leo ikiwa ni Januari 7, 2026. Leo ni Christmas kwa mataifa kadhaa duniani yakiadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mamilioni ya Wakristo wa dhehebu la Orthodox husherehekea Christmas Januari 7 badala ya Disemba 25 iliyozoeleka na wengi. Unaweza kuita Christmas ya Orthodox. Ni sikukuu inayopewa heshima kubwa kwa baadhi ya mataifa hasa ya Magharibi. Sababu kuu ya tofauti ya tarehe ya Christmas ipo katika matumizi ya kalenda tofauti. Wakristo wa dhehebu la Orthodox hufuata kalenda tofauti na kalenda ya Gregorian ambayo kawaida hutumika katika nchi za Magharibi. Wanasherehekea Krismasi tarehe 7 Januari na sherehe zikianza rasmi usiku wa manane katika mkesha wao wa Christmas. Julius Caesar alianzisha kalenda katika 46 BC kulingana na ushauri wa mwana astronomia wa Misri Sosgen, ambaye alikuwa amehesabu mwaka wa mwezi. Lakini vipimo vyake havikuwa sahihi kwa takriban dakika 11, na kwa karne nyingi tarehe za sikukuu za Kikristo zilikuwa zimebadilika sana na ikawa hoja ya mjadala. Ili kurekebisha hili, kalenda ya Gregorian ilianzishwa na Papa Gregor mwaka 1582, na hii ndiyo ambayo mataifa Magharibi na maeneo mengi duniani bado yanaitumia hadi hii leo. Hispania, Ureno, Ufaransa, Poland, Italia na Luxembourg yalikuwa mataifa mwanzo kuipitisha. Ukiacha mataifa yaliyotajwa hapo awali, lakini mataifa mengine duniani yanayosherehekea Christmas Januari 7 ni pamoja na Bulgaria, Belarus, Egypt, Ethiopia, Eritrea, Georgia, Israel, Kazakhstan, Macedonia, Moldova, Montenegro pamoja na Serbia. Lakini ni zaidi ya tarehe ya Christmas, mfungo na ibada huambatana ndani ya Christmas ya Orthodox. Kwa Waorthodox wengi, Christmas huja baada ya kipindi cha siku 40 za kufunga kinachojikita katika sala, tafakari na kujizuia kula vyakula fulani kama nyama na maziwa. Mfungo huu huonekana kama maandalizi ya kiroho kabla ya kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Sherehe huanza rasmi mkesha wa Christmas Januari 6 kwa ibada ndefu na za kipekee kanisani. Ibada hizo mara nyingi huambatana na mishumaa, nyimbo za kale na sala za kitamaduni zinazorithishwa kwa vizazi vingi. Baada ya mfungo kumalizika, familia hukusanyika kusherehekea kwa chakula cha pamoja. Katika baadhi ya jamii, sherehe huanza kwa vyakula vya asili kama kutia mchanganyiko wa nafaka, asali na karanga vinavyoashiria maisha, matumaini na baraka. Nyumba hupambwa, zawadi hutolewa na jamii huungana kusherehekea kwa namna inavyofanana na Krismasi za nchi za Magharibi, lakini kwa mila na desturi zilizojengwa juu ya historia ndefu ya imani ya kanisa la Orthodox. Krismasi ni ile ile, ladha ni tofauti. Ingawa furaha, mapambo na ujumbe wa upendo vinafanana, Krismasi ya Orthodox ina ladha ya kipekee yenye misingi ya imani, historia na mtazamo tofauti wa muda. Na hii leo rais wa Urusi Vladimir Putin amesherehekea Christmas hiyo ya Januari 7 pale katika nchi yake ya Urusi, na pia akituma salamu za pongezi kwa jeshi la nchi hiyo akiliita ni jeshi la mashujaa. Mimi naitwa Juma Idi Bangila, kwa hisani kubwa ya PMBet ambao wanatuwezesha kuwepo hapa. Furahia ushindi wa magari, furahia ushindi wa fedha, michezo ya kasino mtandaoni kupitia Royal Win ambayo inakwenda kukupa ushindi wa Toyota Harrier ambayo inatoka kila siku. Jisajili hivi sasa ili uweze kuwa mshindi wa Toyota Harrier.
tembelea website yao ya pmbet.co.tz. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.